Ndugu zangu, kazi na utu. Naomba kwanza nianze kwa kuwatakia kila la heri na baraka tele za mwaka 2026. Nawakaribisha tena rasmi katika tukio hili muhimu la kihistoria ambalo leo tunagawa vifaa saidizi kwa walimu na wakufunzi wa vyuo vya ualimu wenye mahitaji maalum na magari kwa wadhibiti ubora wa shule. Kwenye hili la walimu na wakufunzi wenye mahitaji maalum, Naibu Katibu Mkuu amesema vyema, ni swala linaloonyesha nchi yetu inazingatia haki, utu na usawa, na ni maelekezo ya rais wetu, na amesema vizuri Dr. Hussein kwamba asiachwe mtoto yote kwa sababu ya maumbile yake, na hili tunalofanya ni kutekeleza huo msingi wa nchi yetu na maelekezo ya rais wetu. Mtakumbuka tarehe 1 Februari mwaka jana 2025, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua rasmi sera ya elimu na mafunzo, na inatosha kuita hivyo hivyo tu, sera ya elimu na mafunzo. Ukitaka ufafanuzi zaidi ni sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023. Katika sera hiyo yenye kuleta mageuzi katika sekta ya elimu, mageuzi hayo yanajumuisha uboreshaji wa mitaala inayoweka msisitizo katika utoaji wa elimu ya amali ili kuwawezesha vijana wetu wanaohitimu katika ngazi mbalimbali za elimu kuwa na maarifa na ujuzi. Lakini kuhusiana na elimu maalum na jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, na niseme elimu jumuishi manake ni kuhakikisha kwamba wenye mahitaji maalum, viziwi kwa mfano, wenye changamoto ya kutembea, wenye mahitaji maalum. Tunaposema elimu jumuishi, maana yake ni kwamba tunajitahidi kadiri tunavyoweza kutokuwatenga, kuwa na shule zao wenyewe, wakae wenyewe tu wenye changamoto na mahitaji maalum bila kuchanganyika na wengine. Ndio maana elimu jumuishi, kwamba shule zote tujenge mazingira mtoto yoyote mwenye mahitaji maalum aweze kwenda shule hiyo hiyo, asome na wenzake, ajisikie kama sehemu ya jamii, na ndio maana ya kuwa ni elimu inayozingatia swala la utu. Na mnakumbuka dira yetu inasema kazi na utu, tunasonga mbele. Katika sera hiyo imesisitiza mambo kadhaa katika utoaji wa elimu jumuishi nchini, ambayo ni moja, haki ya kupata elimu kwa wote bila kubagua kwa taasisi zote za elimu nchini. Pili, ubainishaji wa mapema wa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika taasisi zote za elimu. Na wakati tunaangalia vifaa kule, kuna vifaa vya kuelewa kiwango cha changamoto cha mwanafunzi. Mwalimu anaweza kawa anafundisha, kumbe mtoto hawezi kumsikia vizuri, lakini hajui kwamba wenzake wanasikia kuliko yeye. Mwalimu hajui kwamba huyu hasikii vizuri anavyoongea darasani. Wakati mwingine mwalimu anacharuka, anamuona mtoto hana akili, wenzake wanamuona hana akili. Kumbe changamoto ile sasa hivi tunaweza kuitatua kwa kuelewa changamoto hiyo na kumpa vifaa saidizi vya kuweza kufuatilia mihadhara mbalimbali darasani. Kwa hiyo sera hii aliyoelekeza rais wetu tunayotekeleza, jambo hili jingine ni ubainishaji wa mapema wa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika taasisi zote za elimu nchini ili kuwasaidia waweze kwenda kwa mwendo sawa na wanafunzi wengine. Tatu, umuhimu wa matumizi ya tehama na teknolojia saidizi. 4, matumizi ya lugha za alama ya Tanzania LAT, lugha ya alama mguso na maandishi ya Braille. Sasa maandishi ya Braille naongea hapa, tunaweza tukadhani wote tunaelewana. Niwaonyeshe lile shairi limeandikwa humu. Mnaliona? Mnaona maandishi hapa nyinyi? Sanga alikuwa anasoma hapa kwa vidole, alikuwa ameshika hivi. Akishika hizi nukta nundu zinaitwa Braille.
amesoma shairi kwa kufuatilia hapa, na hilo sasa hivi kama nitakavyoeleza, rais wetu alituagiza mapema sana na mapema sana aapishwe kuwa rais, kwamba nataka vitabu vya elimu yote hapa nchini viwe na nakala zenye maandishi kama haya, ila kila mtoto Mtanzania anahitaji kusoma asome, na sasa hivi tunatoa vitabu hivyo mpaka kidato cha 6. Dr. Matonya, sahihi hivyo? Sahihi. Dr. Samia oye! Tusiogope kumpongeza kwa kazi nzuri, au sio jamani? Kwa sababu haya ni mambo mengine watu hatuyakumbuki kwa sababu mambo ni mengi, lakini nakumbuka maelekezo yake, niliarithi, nilikuta ashamwelekeza Profesa Ndalichako na amekuwa akifuatilia kwamba nataka vijana watoto wa Tanzania wote, na alisema ingie kwenye sera. Sio mnaandika vitabu tu, kuna vitabu vyenye maandishi yaliyokuzwa, kuna vitabu vya maandishi haya na vifaa vingine ambavyo vimeelezwa hapa. Kwa hilo limezingatiwa katika sera yetu. Kumbukeni, wakati wa kutengeneza sera tulipata fursa ya kukaa na rais wetu kwa muda mrefu sana, na alikuwa anaulizia mambo kama haya. Hii sera inajumuishaje Watanzania wote wenye uwezo wa kuona vizuri, wenye uwezo hafifu wa kuona, na wale ambao kabisa hawezi kuona. Alisema pamoja kwamba utekelezaji ulikuwa unaendelea, wekeni kwenye sera ili kila mtu akija ajue lazima atekeleze. Vile vile nazingatia miundombinu rafiki na fikivu kwa wote. Kwa shule tunazojenga sasa hivi zote hapa nchini, tunahakikisha viti mwendo vinaweza vikamfikisha mwanafunzi darasani hata kama inabidi aingie na kiti kama kile pale. Iko kwenye sera, lakini utekelezaji wake ulishaanza, na ulianza kwa sababu rais wetu aliagiza mapema sana. Utoaji wa elimu na mafunzo jumuishi katika ngazi zote za elimu, na vyuo vyetu nitaeleza hapo kidogo, vinazingatia hilo. Umuhimu wa utambuzi na uendelezaji wa vipawa na vipaji, na ushirikishwaji wa wadau katika kujenga mazingira wezeshi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Haya ni mambo ambayo yamezingatiwa katika sera ya elimu na mafunzo. Na ndugu zangu, mtakumbuka wakati rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anahutubia Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Novemba 2025, alisitiza jitihada za serikali yake kuendelea kuboresha mazingira ya utoaji wa elimu kwa watu wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Rais alisema yafuatayo, na nanukuu kama alivyotamka: tunapotekeleza maendeleo jumuishi, tutaendeleza jitihada tulizozianza za kuweka miundombinu na vifaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mwisho wa kunukuu. Narudia nukuu ya rais wetu. Hotuba yake bungeni ni ahadi yake kwa Watanzania. Kazi tunazofanya kwenye sekta ni kutekeleza. Kwa Watanzania ametoa ahadi, kwetu ametupa maelekezo. Kazi yetu ni kutekeleza maelekezo yake. Sasa naomba nirudie kipande hiki cha hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anafungua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Novemba mwaka jana, juzi tu hapa. Alisema, na nukuu tena maneno yake mwenyewe, na nukuu: tunapotekeleza maendeleo jumuishi, tutaendeleza jitihada tulizozianza za kuweka miundombinu na vifaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mwisho wa kunukuu. Kwa ndugu zangu, mlisikia wenyewe, kazi yetu ni utekelezaji, na hii tunachokifanya ni utekelezaji. Na kwenye hili napenda sana kupongeza watendaji wa wizara sana. Nampongeza Katibu Mkuu Profesa Nombo na naibu makatibu wakuu, na hasa Dr. Hussein Omari ambaye hii ni eneo lake mwenyewe, wakurugenzi wote
na hasa Dr. Margaret Matonya kwamba ahadi hii ya rais kwa wananchi tangu alivyoelekeza ndani ya wizara na amekuja kutoa maelekezo hadharani, wamejitahidi sana kuhakikisha kwamba inatekelezwa, na ndio maana leo hata siku 100 hazijafika tangu rais wetu aapishwe tena kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaona utekelezaji kwenye hilo. Watendaji wa wizara, twende na mwendo huo huo. Rais wetu akishatoa maelekezo, ametoa ahadi kwa wananchi, sisi watumishi tuliopewa vipande vya utekelezaji na tunatekeleza kwa niaba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi yetu ni kwenda kwa kasi kuhakikisha kwamba yale aliyoahidi wa Tanzania yanatekelezwa vizuri. Napenda kusema heko kwa watendaji wa wizara, natakia kila laheri ya mwaka mpya. Sasa mwaka huu kasi lazima iongezeke zaidi. Hasa mwaka huu kazi lazima iongezeke. Tunaelekea sasa katika ile agenda 2027 ambayo tukiingia 2028 tunakuwa tumetekeleza elimu ya lazima ya miaka 10. Tutakutana na changamoto, lakini tukiendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi na chini ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake wakuu, makamu wa rais na waziri wetu mkuu, tuna uhakika tutafanikiwa. Ndugu zangu, serikali imeridhia mikataba mbalimbali ya kimataifa kwa lengo la kuhimiza upatikanaji wa fursa za elimu kwa wote kwa kuzingatia mahitaji ya kila mmoja katika kupata elimu. Mikataba hii ni pamoja na Tamko la Salamanca la mwaka 1994 kuhusu elimu maalum na jumuishi. Pia mpango wa utekelezaji wa Dakar wa mwaka 2000 pamoja na mkataba wa Umoja wa Mataifa wa ulinzi wa haki za watu wenye ulemavu wa mwaka 2006. Aidha, serikali inaendelea na utekelezaji wa malengo endelevu ya maendeleo SDGs, hususan lengo namba 4 linalosisitiza upatikanaji wa elimu jumuishi na yenye usawa kwa wote. Na ndio maana katibu mkuu amezungumzia kwamba tunapofanya ili swala la leo, zoezi la leo, tunazingatia haki, utu na usawa, kwamba asinyimwe mtoto haki yake ya elimu kwa sababu ya changamoto ya ulemavu wa namna yeyote ile. Pamoja na hayo, tunatambua mchango wa mkataba wa haki za mtoto wa mwaka 1989 unaolinda haki ya kila mtoto kupata elimu bila ubaguzi, pamoja na mwongozo wa elimu jumuishi wa Shirikisho la Kimataifa la Ulemavu. Sera yetu ya elimu imeweka bayana kama nilivyosema kuwa serikali itaimarisha mfumo wa utambuzi wa mapema wa mahitaji maalum ya kila mtu katika ngazi zote za elimu, na hili tunalitekeleza kwa vitendo kwa kuwa tushatambua mahitaji yao, na leo hii tunaenda kuwapatia vifaa ambavyo vitatumika kama nyenzo ya kuwasaidia katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Na kwenye hili natoa wito kwa wadau wengine wote, hasa watoaji wa fursa za elimu katika sekta binafsi, kushirikiana na sisi kuhakikisha kwamba wale wanafunzi tunawatambua mapema, tusije tukafika mahali kwa kuwachukulia wanafunzi si wepesi wa kujifunza, kumbe wana changamoto ambayo tukiweza kuishughulikia wataenda kwa kasi kama wanafunzi wengine, na pengine wakaenda kwa kasi kuliko wengine wote. Kwa hiyo furaha kubwa kushirikiana nanyi leo katika uzinduzi rasmi wa ugawaji wa magari manne ya udhibiti ubora. Nitazungumzia kidogo swala la udhibiti ubora yenye thamani kama ilivyosemwa milioni 904.84 kwa ajili ya wadhibiti ubora wa shule na vifaa vya elimu, kielimu na saidizi kwa walimu, wakufunzi na walimu tarajiwa wenye ulemavu vyenye thamani ya shilingi bilioni 5.3. Vifaa hivi vinasambazwa katika shule za msingi 309, shule za sekondari 629 na vyuo vya walimu 10 kwa ajili ya walimu, wakufunzi na walimu tarajali wenye mahitaji maalum kutoka katika halmashauri zote 184. Aidha, wanaonufaika na vifaa hivi ni wenye ulemavu wa viungo 342, wenye changamoto ya uoni 310, wenye uziwi 155, wenye ualbino 90, wenye usikivu hafifu 158, walimu tarajali 63 na wakufunzi 20 wenye ulemavu. Vifaa hivi tunavyovizindua hapa leo vitasaidia sana katika utoaji wa elimu bora kwa wanafunzi hasa wenye ulemavu kwa
kwa kuwawezesha kusoma, kuandika, kuwasiliana na kushiriki kikamilifu katika shughuli za ufundishaji na ujifunzaji. Vifaa hivi vitaondoa vikwazo vya kimazingira na kiufikiaji sambamba na kuboresha mbinu za kufundishia kwa walimu na wakufunzi. Kwa mfano, vifaa tutakavyogeuza, situmii neno lake la Kiingereza, kuna kifaa ambacho mwalimu mwenye uoni hafifu anaweza yeye akachapa kwa kutumia haya maandishi ya nukta nundo, lakini Dr. Margaret Matonya amesema tutumie braille kwa heshima yule aliyegundua maandishi haya. Ukigusa hivi utasikia alama. Unaweza kutumia hii kuchapa. Wakati unachapa wewe kwa kusoma huku, karatasi inatoka maandishi ya kawaida. Kwa mwalimu ambaye yeye ana changamoto ya kuona kama mwalimu Sanga, anaweza akatengeneza notes kwa kutumia maandishi haya kwa kuchapa, lakini kinachotoka wanafunzi watakaosoma wataona maandishi ya kawaida. Na vile vile, na Margaret utaniambia kama ni sahihi, inaitwa emboza machine. Mwalimu wa kawaida asiye na ulemavu anaweza kachapa kwa maandishi ya kawaida kwa kuangalia kama unavyochapa, lakini atakapotoa atatoa karatasi ambayo imeandikwa kwa nukta nundu. Sawa? Sahihi. Kwa hiyo tunagawa hivyo kuhakikisha kwamba mwalimu yeyote, kwa sababu ni elimu jumuishi, kama mwalimu Sanga anafundisha shule ya kawaida, akiwa anafundisha shule ya kawaida kabisa, anaweza akatengeneza notes akawapa wanafunzi wakasoma, japo yeye hawezi kusoma haya maandishi ya kawaida. Na kwa kuna mwanafunzi ambaye naye ana tatizo la kuona, mwalimu wa kawaida anaweza akachapa notes kwa maandishi ya kawaida, lakini akiprint tunapata maandishi ya nukta nundu, au kama Dr. Margaret Matonya kila siku ananikumbusha, maandishi ya braille. Hicho ndicho tunachokifanya hapa. Hivyo ndio vifaa tunavyosambaza kuhakikisha kwamba katika shule zetu zote hapa nchini tunaweza kumpokea mwanafunzi mwenye changamoto hiyo, na tunaweza kumpokea mwalimu kama Sanga. Shule yote, mwalimu Sanga anatoka Tabora. Sahihi? Anatoka Tabora, atafundisha shule yote ile, hata waona ametengwa, atafundisha wanafunzi wa kawaida na wataona maajabu ya teknolojia kwamba anaweza akafundisha wanafunzi vizuri. Kwenye hili ndugu zangu, ndio maana tunasema leo ni siku kubwa sana na ni muhimu sana, kwa sababu tunatekeleza maagizo ya rais wetu, na kwenye hili anaacha alama kubwa sana katika sekta ya elimu. Labda niseme alivyokuja waziri wa elimu ya msingi kutoka Afrika Kusini, alienda na nani? Silvia, kwenda kuangalia elimu jumuishi, nadhani pale Uhuru. Alishangaa, Tanzania mnapiga hatua kubwa namna hii. Sasa Tanzania na Afrika Kusini wapi na wapi? Ule ni uchumi mkubwa, uchumi kubwa Afrika, Nigeria, South Africa. Alishangaa tunachokifanya, na alisema na watatuma watu kuja kujifunza kinachofanyika Tanzania. Kwa hiyo nikisema Dr. Samia oye, hebu itikieni basi. Yaani kama maua tumpe maua yake bwana, au vipi? Mbona mambo ni mengi mpaka nakumbuka na haya, na anafuatilia, na alienda pale mwenyewe. Kwa sababu wakati mwingine tukisema sasa mbona mnamsifu tu? Sasa kweli usisemwe. Si alienda mwenyewe Benjamin Mkapa siku ile. Na akatoa ahadi na anafuatilia. Kwa haya yote ninayosema ya mwalimu yoyote, na mtumie kama mwalimu Sanga, tunaweza tukampeleka shule yoyote, lakini bila vifaa hivi hawezi kwenda kufundisha. Na vile vile mwanafunzi yoyote, mtoto yote anayesoma ambaye hawezi kuona, akienda katika shule, tunataka vile vile kuwe na vifaa aweze kusoma. Yaani tusichukue tu wale tuwaweke shule moja wanakaa wote wana changamoto zinazofanana, wakati mwingine unakuwa umemshushia utu kidogo. Ndio maana ya elimu jumuishi. Na tunamshukuru rais wetu kwa hili, hata bajeti hii ambaye aliagiza itengwe. Katibu mkuu, tunapokushukuru, tunakushukuru kwa sababu umetekeleza maelekezo ya rais wetu. Sasa mimi nisitoe ufafanuzi zaidi hapa vifaa tunavyovigawa. Ninachotaka kusisitiza, ndugu zangu wa Tanzania, alisema rais wetu, narudia, mtoto yeyote uliye naye na changamoto yeyote
ulemavu wa aina yeyote, usimfiche nyumbani. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, toa taarifa na wadhibiti ubora mtusaidie. Tutafanya tunachoweza kwa maelekezo ya rais wetu kumsaidia. Wako wale ambao tutawapelekea walimu nyumbani na tuna mwongozo wa kutoa elimu nyumbani. Wako wale ambao kama changamoto ni kubwa sana, tunawapeleka Patandi pale Arusha, Lukuledi kule Mtwara, na kile shule nyingine tunajenga Geita, Mbuya. Kwa wale ambao na mimi kwenye jimbo langu la Rombo, Dr. Margaret, unafahamu changamoto ya mtoto, simtaji jina, ambaye ni kubwa kabisa, ana mahitaji makubwa mno, anahitaji uangalizi. Unampeleka shule akiwa na msaidizi, serikali inamlipa msaidizi wa yule mtoto ili aweze kusoma. Kwa hiyo rais wetu alivyosema usimfiche mtoto, mlete apate elimu, tayari ameshaagiza sisi tujiandae kuhakikisha kwamba tunampa elimu hiyo. Kwa hiyo narudia tena kutoa wito, usimfiche mtoto. Tutajitahidi kadri tuwezavyo hawa watoto wasome katika shule za kawaida, ndio maana elimu jumuishi. Ikishindikana kabisa ulemavu unaweza ukawa ni kiwango cha juu sana, tutajitahidi kumsomesha nyumbani kama tunavyofanya. Kuna sehemu tunazofanya hivyo, au tunamchukua mtoto yule kwa gharama za serikali, tunampeleka na msaidizi ambaye atachaguliwa pamoja na mzazi, ataenda katika shule zetu za wenye mahitaji maalum, ambayo moja inayofanya kazi ni Patandi pale Arusha na Lukuledi kule Mtwara. Ni wito huo napenda kuutoa kama salamu za mwaka mpya vile vile kwa sekta yetu ya elimu. Na niongeze vile vile kwamba pamoja na kila kitu, serikali imeendelea kutoa ufadhili kwa walimu tarajali wanaosoma diploma katika maeneo ya elimu maalum katika vyuo vyetu vya ualimu vya Patandi, Kabanga na Mpwapwa. Wanapata zile fursa, wanasomeshwa. Tunahitaji kuwa na walimu wengi zaidi waweze kuwafikia watoto wengi zaidi wanaohitaji kusoma. Sasa kwenye upande wa wadhibiti ubora, ni sahihi kabisa, huyu ndugu yetu bonge mwepesi anaitwa nani, Albert Mtalemwa, alitoa hotuba kwanza pale kabla ya wimbo, akakumbushia nilisema wadhibiti ubora ni mboni ya wizara, ni mboni ya serikali. Leo tunaongezea magari 4. Mnafahamu, na hili nalo limetokea katika serikali ya awamu ya 6, sio tu kujenga ofisi za wadhibiti ubora kwenye halmashauri, lakini kuwapelekea vitendea kazi, ikiwa ni pamoja na magari. Natoa wito kwa wadhibiti ubora, kwa kweli ni mboni ya serikali katika masuala ya elimu. Wako watu wakati mwingine akiona shule ina changamoto kubwa sana, wanapiga picha, wanarusha kwenye mitandao. Mimi sitaki kuamini wanarusha kwa nia mbaya, hata kama wana nia mbaya. Nachukulia ile ni taarifa ya kufanyia kazi. Na kwenye hili idara ya udhibiti ubora imetusaidia sana. Haijapata kutokea nikaona picha au klipu yoyote kwenye mtandao wa changamoto ya shule ambayo nilivyomuuliza Simbeye ndani ya masaa 24 hajanijibu na kuniambia ni shule gani, na sisi kumpigia mkurugenzi moja kwa moja kwamba inakuwaje. Sasa sisi tunahitaji wadhibiti ubora wao ndio mstari wa mbele kuibua hizo changamoto na kuzipeleka kwenye mamlaka ya halmashauri. Shule yenye changamoto ya choo, choo kimoja kinatumiwa na wanafunzi na walimu, kukiwa na shule kama hiyo, manake ni mkurugenzi na madiwani wanagawa fedha katika maeneo mengine, wanazembea kwenye kitu muhimu sana kwa kuona sio kipaumbele. Nchi hii haijafika huko, ni uzembe, ni uzembe.
Hakuna halmashauri inayoshindwa kutengeneza choo na vyoo vya kutosha kwa wanafunzi. Hakuna. Labda kama kipato chake ni sifuri. Lakini kama kuna magari, kuna mafuta, kuna posho, ukiona changamoto kama ile ni kwamba kuna uzembe. Na mimi nasema uzembe huo ni sisi huku chini kwenye halmashauri. Lakini uzembe huo utakuwa unatokana na wadhibiti ubora kutokufanya kazi ya ziada. Kwenda kwa mkurugenzi, kwenda kumweleza changamoto. Ukishindwa, nenda kwa mkuu wa wilaya, peleka taarifa, kuna changamoto hii. Wakati huo ripoti ije wizarani, na sisi tutafuatilia kwa wenzetu TAMISEMI. Nadhani mwaka huu tuanze kwa kasi hiyo kubwa zaidi. Wadhibiti ubora, hata kama magari ni haya hawezi kufika kila mahali, anzisheni WhatsApp group na walimu wakuu wa shule. Teknolojia imetufikisha hapa. Kila mara mwalimu mkuu akupe changamoto nyingine. Hizo wanazozifahamu. Zile ambazo hazivumiliki kama hizo, toeni taarifa mapema. Naamini wakurugenzi wakiona watafanyia kazi, budget wataweka fedha. Ikishindikana, mkuu wa wilaya pale mwakilishi wa rais atalifuatilia. Wakati huo leo limekuja huku na Simbeye lifike mezani kwangu, ili na mimi nijue nampelekea waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anahusika na TAMISEMI. Kwa tuseme changamoto kama hizo zifanyiwe kazi, wananchi waone, badala ya kulalamika kwamba kwa nini huyu amerusha klipu hii kwenye mtandao. Jiulize, sisi tulikuwa wapi mpaka hiki katokea? Na zile changamoto zinazoelezeka tutazitolea maelezo. Na unafahamu Simbeye kuna ndugu zetu wahamaji wanahamia mahali hawajakata miezi minne, wanajenga shule ya makuti haraka haraka. Sasa klipu kama ile ikija na wewe ulinionyesha, tunajua hii tena ni mwaka juzi. Hawa ni wahamiaji, wachungaji, wanasogea mahali mbalimbali, wamejenga haraka haraka. Jambo zuri kwamba wanafahamu umuhimu wa elimu. Lakini wamehamia makazi mapya kabla hata hatujajipanga kupeleka miundombinu. Ili tuwaeleze Watanzania, kwa sababu tunawajibika kwa wananchi wetu. Wakiuliza kwa nini jambo hili lipo, tuweze kuwaeleza. Tuwaambie kilichotokea ni hiki. Na kama kweli kulikuwa na kasoro na mapungufu, tuwahakikishie kwamba tumeliona, tunatekeleza. Kazi yetu tuliyopewa na Mheshimiwa Rais ni pamoja na communicate na the public. Kuwaeleza serikali inafanya nini. Mahali pa mapungufu tukubali, jamani hapa pa mapungufu, lakini bajeti imetengwa na kadhalika. Kwa hiyo hilo kwa wadhibiti ubora, magari haya yanaendelea kuja. Tunamshukuru rais wetu kwamba amesema tuendelee kumaliza halmashauri zote, na Simbeye tutaleta kwa halmashauri zote. Lakini kwa sasa hivi tutumie na teknolojia iliyopo. Kila mdhibiti ubora kwenye halmashauri hakikisha kwamba ana WhatsApp group na wakuu wa shule, walimu wakuu wote, ajaribu kujua na kuwahimiza aina ya changamoto ambazo lazima zifanyiwe kazi, ili tuwahi kuziona sisi kabla mtu mwingine hajaziona, atoe taarifa. Na wanaotoa taarifa si maadui zetu. Labda limemkera kwamba nchi yetu kwa tumefika huko. Sasa inaweza kama sisi hatujaliona, anatupa sisi taarifa tulifanyie kazi. Kwa maana hiyo, huo ni wito wangu na mwaka mpya. Labda leo niseme, mnakumbuka kulikuwa na mdhibiti ubora. Mara moja tu hapa nimeshasema mtu aondoke hapa wizarani. Mara moja tu. Na leo nieleze ni kwa nini. Mara moja tu. Kwa sababu najitahidi, watumishi wazuri sana. Tulikuwa na kikao cha wadhibiti ubora hivi. Siku hiyo nawaeleza kabisa, kuweni mboni ya serikali. Mapungufu mkiaona mtuambie mapema. Tushirikiane kufanya kazi. Siku hiyo hiyo usiku nimeurishwa clip kutoka Afrika Kusini na Mtanzania. Shule moja watoto wako chini ya mti wanasoma. Nikamwambia hawa ni shule gani na kwa nini wamekaa chini ya mti? Wamekaa kwa sababu wakati mwingine mwalimu anaweza sema tukae chini ya mti tuongee, au kuna uhaba madarasa? Akanijibu hiyo sio kazi yetu, ni kazi ya TAMISEMI.
Nimwambia katibu mkuu, sio jukumu langu, na kuomba muondoeni, kwa sababu hatuwezi kuongea leo na leo usiku ule ule. Hasa kumbe alivyoangalia simu yangu ya WhatsApp ni tofauti na simu ya kawaida, hakujua ni mimi. Kesho yake asubuhi ndio anamuona msaidizi wangu, jamani, kumbe alinitumia ni waziri, anakuja kuomba radhi kwamba mtu mwingine akikutumia ufanye kazi mpaka utumiwe na waziri. Kwa hiyo muda wote nimekaa wizara hii ni mara hii moja, nimwambia katibu mkuu, na kuomba muondoeni. Aliombewa mpaka na watu wazito, nikasema hapana jamani, hii hapana, hii hapana. Kwa hiyo na nyie Simbeye mnafanya kazi nzuri, tuendelee. Wadhibiti ubora kote, maslahi yenu yameboreshwa na rais wetu. Uongo kweli jamani? Wadhibiti ubora, uongo kweli? Basi nendeni mkafanye kazi, mfanye kazi kwa bidii, kazi ambayo tumetumwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa baada ya kusema hayo, sasa nipo tayari kuzindua rasmi ugawaji wa magari kwa ajili ya wadhibiti ubora na vifaa vya kielimu na saidizi kwa ajili ya walimu na wakufunzi wenye mahitaji maalum. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.